siamini na ufuate. Ukisikiza mambo ya watu, mimi nataka niwaeleze watu, ukisikiza mambo ya watu hakuna siku tofauti. Haleluya. Kwa mfano wale wameshuhudia hapa, walikuja kitambo, ulitukuta hapa, ulitukuta ile nuko. Haleluya. Nataka mwaeleze mambo mweze kuelewa. Hii huduma imefungua watu wengi sana. Lakini kwa sababu mtawahitaji watu wataita wangu, watu wa Nazareti. Haleluya. Na kuna kitu ambacho nataka niwaeleze nyinyi wataita wangu. Haleluya. Kwa sababu gani? Musa aliambiwa na Mungu, Waisraeli waliambiwa na Mungu, nitatoa nabii kati yenu anayefanana na nyinyi. Haleluya. Sasa wewe mtaita, umepewa nabii wako ambaye amefanana na wewe. Halo. Sasa wewe ukikosa kumtegemea huyo, utahangaika na utabaki maskini hivyo hivyo. Tuko mnanielewa? Mimi sikuambia tuje tukae na wewe hapa. Haleluya. Lakini nataka uelewe, kila kabila zimepewa nabii wao. Hata kama atakuwa ni wa kimataifa, lakini nabii yule ambaye anajua Mungu amemtuma kwa ajili ya ile shida, kama mimi ninaelewa shida za taifa na ninajua kwa taifa vile walivyo, Mungu ananituma na ananifundisha. Hata mwingine unaona mtu ni mgonjwa, anamwambia wewe ni mgonjwa, ni kitu gani ulifikiria? Haleluya. Sasa ile shida saa hii ipo, watu wanazunguka sana wakitafuta kutabiriwa. Unabii hauna shida, lakini kama utatabiriwa na ufanye kazi, utafanyika. Halo. Siku ile mama tulipoambia hii si nyumba yako ilienda. Sasa nyumba inarudi. Sasa sasa hivi umejenga imefika wapi? Haya, mmetoka karibu kufika. Mmetoka madirishani. Na wale manabii walitabiri kwamba wewe ni maskini wa mwisho. Sasa hizo unajua kila kitu kiko, ni wewe mwenyewe usimame. Haleluya. Ndio kwa sababu hata tutaki kushuhudia sana. Napo kwa hiyo huyu mjomba alikuja ile tunaanza huduma ilianza huko na ikakuja hapa na ikakuja hapa. Sasa mtu alikuja huko. Haleluya. Tena waambiaje mambo vile Mungu anafanya kazi. Ulikuwa huna kazi, lakini Mungu alisema utapata kazi. Haleluya. Na Mungu alisema utakuwa mkubwa. Sasa hizo ni mkubwa. Bwana sio sana. Haleluya. Mungu alizungumza mambo yote, na alipozungumza watu wakalisha hakwenda kulala. Haleluya. Sasa niwaambie mambo ya unabii, usiende kulala. Mungu amesema hivi na hivi. Abraham aliambiwa atabarikiwa, kwa hivyo alitafuta kubarikiwa. Haleluya. Mimi hata nikuja kutoka simu, najua nataka uje kuona nimekaa. Nilikwambia nienda Kisii. Yule Mungu amefanya kazi kubwa sana. Na akasema hata nataka tuje tushuhudie katika hiyo madhabahu. Hali tulikuacha, hamkuniacha hapo. Tunaona vile kanisa bali limeenda. Haleluya. Na Mungu akaja akazungumza hapa mwezi uliopita. Akasema wale watu wa zamani walitukuta hata huko, mtawaona wakirudi. Kuna mama hapa, huyu wako hapa mbele, walituacha kwa hiyo. Nafikiri ilikuwa hapa, mlango ulikuwa hapa, lakini Mungu alipozungumza alikuja wenyewe. Sema tumerudi. Lakini kitu ambacho nataka niwaelezaga watu, kuna kama ulitumwa hapa, hata usisubutu. Bwana sasa.
Najua kila mtu ametumwa na amepewa nabii wake. Kila mtu. Naaman alipewa Elisha, ndio alienda kuponea. Kwa mnanifa. Sasa kama Mungu amekutuma hapa, mimi ndio niko na kifunguo chako. Kama ni nyumba ilipotea, nakwambia nyumba ilipotelea hapa, tunafungua hapa, tunaitoa. Kama ni mama tasa, tunafungua mlango hapa, watoto wanakuja. Haleluya. Najua watu wanasema badala kukaba huko jeshi chuaga. Yaani haijai ya Yesu kuja kwa sababu hii ni deliverance. Wanacheza. Hivi kuna wale wanajitayarisha kutoka Uganda. Yule mchana nilikwambia nisaga mapacha. Wanajitayarisha wanakuja. Wanacheza. Sasa kitu kubwa wewe unayedanganywa endelea kudanganywa uzidi kupoteza wakati. Kwa sababu hakuna muujiza wote unaokuja kama utasimama. Haleluya. Kama ile mama anamwambia, wewe mama hata kama unatoka huko na watakucheka sana. Ile shida iko sasa. Watakucheka na watakukemea sana. Na watakuambia umeenda crazy. Wanasio sana. Watakuuliza. Nikwambia sio leo pekee yake kila siku. Hata kanisa mnaenda kwa mbali na uko huko tunaenda. Wanasio sana. Sasa huyu mzee anatoka Mombasa. Wale nimekuja kutafuta nini? Haleluya. Tulizanana maswali. Kama siku moja nilikuwa nazungumza hapa, ni juzi nilikuwa namwambia kijana. Namwambia ujue hii kanisa hii hakuna watu wa Josa hapa. Hakuna watu, hata mimi si mtu wa Josa. Nimekuja milima na milima. Sasa hapa ni madhabahu ya Mungu, tunakuja kutafuta Mungu. Haleluya. Hata juzi nilikuwa nimesalimia na mama sana. Na nikampigia simu nikamwambia unajua ile kanisa letu hakuna mtu wa Josa pale. Hadi unasema hivyo. Yule shemeji kwenu ni mganga, si ndio? Mzee alitoka mganga. Lakini si wewe hapa kwa Josa, zuko mambo ile. Lakini tangu hata kama hapo hapa sio hapa. Na nielewa. Watu pesa. Nikamwambia na yule mama pao si hapa, ni huko juu. Haya, yule mama si hapa, ni huko tena mbali. Na mpaka sasa kanisa la Mungu, mali madhabahu ya Mungu yamepatiana na mtumishi wa Mungu ametumwa. Wewe tafuta baraka zako pale. Haleluya. Na ukitaka kujua mtumishi wa Mungu yule aliyeitwa na Mungu, kitu cha kwanza, wachawi watapiga nduru. Unanielewa? Wachawi wakinyamaza, wale watakaokuwa wachawi ni wale wameokoka. Ile roho inatoka pale inafanya nini? Sasa ukiona hata kama ni mtu ameokoka anapigana na mtumishi wa Mungu, jua huyo mtu hataki Mungu. Anapoteza. Wewe unaenda huko unaenda kufanya nini? Yule mzee sijui nini. Kati kila siku madhabahu imenitesa mimi ninaposikia ninapohubiri mambo ya madhabahu. Yamenitesa. Na nilipogundua haiwezi kunitesa tena. Ama haiwezi tesa kanisa langu tena. Ama haiwezi tesa washirika wangu. Yule atakayesikia. Bwana Yesu. Maana madhabahu usipofundishwa hakuna siku utatoka kwa madhabahu. Na madhabahu ukishikana hata kama ni ndugu yako atinaenda kuvunja madhabahu.
pole sana. Unajua ndugu yako hapo kwa upande gani? Hata kama ni dada yako, usijaribu kwenda tunaenda kuja naye madhabahu. Unajuaje? Unaelewa? Madhabahu, kufunga madhabahu ni siri iliyo ndani sana. Mpaka wewe mwenyewe uamue. Kwa familia yetu mimi niliamua. Na nilipoamua hata mpaka sasa hayo wewe mtumishi wa Mungu bwana. Sio ndugu yangu ama dadangu. Wewe umepakwa. Hivyo basi tunawachania. Bwana sasa. Nilikuwa namwambia siku ile wakati nilipita kwa mwingine akasema hivi nimefunga mpaka hivi nimenyorosha mkono sitafunga tena. Kwa nini? Nikifunga na kufa. Kifunga na kufa. Kifunga na kufa. Haya sasa tumesema. Sikuja nikuvunjia madhabahu. Haleluya. Unajua ukiwa na madhabahu huwezi kufunga hata kufa. Huwezi hata pusi, wacha pusi. Hata kama utakuwa na maziwa, ataenda kwa jirani. Wewe unajua kama umekataliwa na pusi, unajua kuna madhabahu inazungumza. Hata ukue na mbwa na ukue na bucha, haitakaa kwako. Haiwezi. Sasa, ndio watu wanaangalia maneno unaona yule mzee anasema nini? Huwezi kufunga pusi. Hata ukue unampenda na mnamletea nyama kila siku, hawezi kaa hapo. Hiyo ndio kweli basi. Ndio maana tulikuwa na mapanga, tulikuwa na mbuzi, kisha hivyo inakufa tu wenyewe. Sasa mpaka ungangane udisconnect yale madhabahu ya zamani. Ndio ilikuwa inafunga mbuzi. Bwana sasa. Kwanza kama hiyo watu wangu wengine wanapenda wakiona kama mzee kama vile inaanza kuzeeka zeki wanaangalia mtu wako na ng'ombe, ile itakuwa ni yangu. Ile itakuwa ni yangu. Wewe unajua tulizifuka na nini? Bwana sasa. Na tunaona watu sana watu kwetu wanapenda sana wanajitaka zile za kutoa. Kama hujagawanywa ng'ombe na mzee wale wazee wa kitambo hawajakupatia. Zile ng'ombe akisiwache hivi hakuna ng'ombe itabaki pale. Tunasikia watu wanasema ati ng'ombe zimefuata mwenyewe. Kweli. Sema tu. Kama mzee hajakuachia hata kama mbuzi akwambia hii ni yako, ili akupatie na roho, atagawanya wenyewe. Ile itafuata ile mzee. Maana madhabahu zile za zamani walikuwa vile wanazizungumzia. Kuna mchungaji anachungaga zile ng'ombe. Na yule mzee akienda basi mnajua kuzungumzia hiyo mzee, hiyo mchungaji hamwezi. Kuna hata watu sahi wako kanisani, lakini bado mifugo zao bado ziko na ile mimbo ya zamani. Na ndio sahi wanateseka. Maana maziwa ya wale watu waliokuwa na madhabahu zao zilikuwa zipelekwagi kanisani. Maziwa ya kwanza iweko pale kwa mbele. Kwa mlango na kitu linawekwa hapo. Tena wakati ya kukamua, akishamaliza kukamua tu mara ngapi ndio akunywa maziwa azungumze mara 7. Ateme chini. Haya, ninyi mnaenda kukamua na bakuli na jagi. Kuna ile ile kama kibuyu. Wale watu wameweka hiyo mila na Wamasai. Ukienda kwa Wamasai utakuta hiyo. Naona wako na shida, hakuna shida. Wanafuata ile. Wanasusa. Na ndipo unakuta kama kuna ng'ombe hapa akishuka kama pale,
mpaka aje abadilishe nguo, avae nguo za pale zile za kuchunga. Hawezi kuja na zile nguo za tauni aingie nazo. Sasa tuliwachwa hivi. Sasa ni wewe mwenyewe. Ukikubali madhabahu ivunjike, inavunjika. Ukikubali, ukisema kwanza wache ikae, ningojee kweli kama ni kweli, haisitakaa ila. Kwanza madhabahu ukishasema hakuna, ndio inakunyorosha. Maana iko ndani ya damu. Sasa kwamba usiseme ili kunyorosha vizuri. Na kwa nini hawa watu wanateseka? Kuna hii mambo inaitwa get together. Hiyo ndio itatumaliza, kwa sababu tunapenda nyama sana. Na tunapenda ati tupendane, tukuye ukoo. Wale watu, kuna system, wale wazee wa zamani, kuna system zao walikuwa wametengeneza. Ati za kutanisha nini? Ukoo. Si ati familia, ukoo mzima. Sasa ile kitu nataka watu wajifundishe sana. Utawekwa ndani ya system ya ukoo. Na kama umewekwa ndani ya system ya ukoo, kama hiyo ukoo wanakufanga na kansa, na bahati mbaya wewe ndio wamekuchagua, ile familia yote itaisha na kansa. Na kitu kidogo, hakuna sumu unapewa. Ile miungu itazungumziwa. Tumekutana, lakini tukishaenda fulani ndio atabeba mzigo. Alifisa. Tumekutana lakini fulani ndio atabeba mzigo. Unasikia watu wamekusanyika kumaliza siku 2-3, nasikia mtu ametuweka kama. Sio mtu alikuwa kanisa, sio mtu chama, sio na yale madhabahu wanazungumza, na katika register yao wanajua kitu gani inafanyika. Na hata saa nyingine utaona ni wanabii, na si manabii ya huko. Siko ndanielewa. Nataka nifundishe mambo mweze kuelewa. Na kufundisha mambo na kweli. Sana nataka kufundisha madhabahu za kwetu. Mwezi wa 8 ilikuwa hairuki. Mpaka mwanamume akona watoto wa 4-5 mpaka afe. Na awache mtoto wa miezi ngapi? Na ujue madhabahu si rahisi. Tunasema tunafundishaga mpaka watu waelewe. Disemba tarehe 10 yule mtoto watu wa miezi 2 amefika miezi ngapi? 8 alikuwa na miezi 2. 4 yule mama anakuja kuchukuliwa tena tarehe 10. Unanipata? Na asiati ni bahati mbaya. Unanipata mkagasho? Unanipata? Si bahati mbaya, ni kila mwaka. Unanipata? Unastuka. Si bahati mbaya, ni kwa kila mwaka. Na ikifika Disemba tena wanakusanyika. Wakikusanyika hiyo uko mzima, ukipiga hesabu inakuja 1.5 milioni. Daniela, na kuna watoto hapa wamerarukiwa mpaka hata wamekuwa kama tumili, wakiona watu mpaka wajifiche. Na hakuna siku utaletewa hata kaleso kimeraruka ujifunike. Unafikiria watu watatuchukulia wapi? Ukisikia nafundisha mambo ya madhabahu sio kitu rahisi. Wakati nimekuja na watoto wangu, nilikuja na watoto wangu wakiwa wadogo. Nimerudi sasa. Wananiuliza, "Umekuja kabisa?" Mbea, nimekuja kabisa kuja. Okay. Tayari dakika kidogo, baada ya dakika kidogo naona uko mzima wamekusanyika. Tunashangaza.
naona swati, naona nani, naona wengine wametoka mbali, hata wengine wametoka mbali, wengine wametoka Mamboni. Wewe kuna nini? Wachebwa. Amerudi. Sasa mjipange. Mtesi amerudi. Sasa mimi niko na shida gani na mimi nataka nikutoe kwa Mungu. Sasa na wakati ujue watu ni wazarau, siku hiyo kulikuwa na mvua kama hii mlimani. Tulikuja mwezi wa 5. Sasa mzee mwenye ambaye anajua kabisa ameandika kwamba hawa ni maskini, badala hata sasa kama umeishiwa kabisa sulete mtu na dasta kama hii. Sijui hata kama mnaweza weka hivi itawasaidia. Mimi naitwa gani? Ya kutengeneza mfagio umekatwa umeleta. Magangachi. Okay. Shimwezo mlali. Kwa mtu anakufikisha wapi? Bwana sasa. Yaani mtu kama yeye amekufikisha wapi? Sio mbali. Aliona nimeruka. Maana sasa alifunga nisioe. Nimeoa, akafunga nisipate watoto. Nimepata watoto. Bwana sasa. Na nimekuja naye sasa kamili waone nimekuja. Sasa badala hata leta hata kama leso ama nini, kwa watu unaleta magangashi. Shuri na kulikuwa na baridi kweli. Mimi nashukuru Mungu. Bwana sasa. Na kwa sababu nataka nikutie moyo ujue ukisimama kwa Mungu usijaribu kurudi nyuma. Ukirudi nyuma hao watu watakumaliza. Haleluya. Ana Biblia inasema kwamba walinyoa na wakafunga siku watu zaidi ya 40 wasikule na wasikunywe mpaka wakuangamize. Wanafikiri kitu rahisi. Alafu ukose kupata Mungu wa kweli. Watakuangamiza. Maana watafunga kama ni njaa watakupatia njaa. Kama ni pesa watafunga pesa. Kama ni kazi watakupatia kazi, wanafungua tu wewe upate kazi. Lakini ulipwe. Haleluya. Acha niwaambie mambo ya madhabahu muelewe. Mke wangu akaenda kufanya kibarua. Kapalilia, amepewa mali ya kupalilia mihogo. Kapalilia. Na unajua ni pesa ngapi? 20. Na upewi kwanza mpaka huyo mama aende kwa shamba aende atoe makalini majani kabisa, angalia kama kuna muhogo imechimba. Haleluya. Ndio sasa aje kukutana acha kuangalia bahati mbaya. Sio kesho. Na unajua watoto hawana chochote. Nataka nikwambie Mungu yule ambaye ameniita na amenituma kwako, nikwambie kuna baraka za Mungu. Si atuma hawa watu wakisema mambo yao wewe zidi kuzama kwa Mungu. Haleluya. Wakisema mambo yao watakupatia uoga. Na wakikupatia uoga, hiyo uoga ikikushika watakumaliza. Maana ni watu kusoma Biblia inasema kwamba ni watu walioagana na kifo wakumaliza. Ni watu wako na oda zao. Ndio siaga watu wakienda kusema tumweke pema peponi. Mahali pazuri mzimuni. Na utakuta mtu alikuwa na matumbaku zake, tena utakuta msalaba wa Yesu tumewekwa. Hiyo unanielewa? Acha turudi twende kwa Biblia. Fungua nami katika kitabu cha Waamuzi 6.
Tasoma ama unatafuta? Wacha nisome. Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za Bwana, mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midian muda wa miaka 7. Mkono wa Midian ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midian, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marango juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi, hata ukafika Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao, na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Bwana asifiwe sana. Kama mnaelewa, kuna wana wa Israeli, wana wa wokovu na waokovu. Sasa kama umeingia kiwango cha wana wa wokovu, ni sisi sasa. Baba zetu ni waokovu pale mbele, lakini hawakwenda na Mungu vile Mungu anataka. Haleluya. Na hiyo ndio shida saa hii inatesa kanisa. Watu wengi waliingia, unasikia mtu anasema ameokoka, lakini bado aliwachiwa mkoba na babu yake wa kufunga. Hayo hunu kwa marima. Hii ni ya maziwa hii. Haichomwaki. Na mahali pengine watu walienda kufanya kesi. Huu mlichoma mkoba pekee, kwa nini nyinyi hamkutuita? Sasa kama walichoma mkoba, wewe una shida gani? Tafuta Mungu, jitoe kwa system yao. Haleluya. Hii ndio kitu sasa watu watakiwa waelewe. Wachana na hizo mkoba za watu. Jitoe katika system yao. Uweke system yako mwenyewe sasa na Mungu. Hapa Biblia inasema wana wa Israeli wakafanya maovu mbele za Bwana. Na walipofanya maovu mbele za Bwana, wakavamiwa na maadui. Haleluya. Wakavamiwa na nini? Na saa nyingine hazikuja nzige. Haleluya. Nataka upate ufunuo hapa. Hazikuja nzige. Bandu bia mfuko na kufuma kula. Jecha shamsi. Na zinakuja kukula mashamba ya watu waliopanda maiti. Unanipata? Kwani hamuzio naki? Ile inakuwa ni vita. Ile inakuwa ni watu wamewachana na Mungu. Hata hamtaletewa masimba, hamtaletewa nini, mnapanda chakula kabisa, mifugo za watu wengine ndio zinakuja kula. Kama Biblia inasema nini? Biblia hapo inasema aje hapo? Kwa maana walikuwa ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige. Hawa ni wana wa Israeli waliowachana na Mungu. Watu wengine watakuja na mifugo. Kama vile mnasikia sehemu za huko. Ng'ombe zinakuja kukula kwa mashamba yetu. Hata hawajali mashamba yetu. Kuna kitu imeenda wrong. Nyinyi watu wa Mungu mmewachana na Mungu. Sasa hata wale wakiwa na mfugo hawaoni nyasi, wanaona mali mahindi iko. Wanaona mali ngano iko. Sio, unaelewa? Sasa uelewe kitu kinachofanyika namna hiyo, mpaka mtu wa Mungu atafute Mungu. Kuna kitu inatakiwa hapo na Mungu utengeneze.
Unaona hawa watu wametoka mbali na mfugo zao. Utawaambia huko tumekufa na nini? Na njaa. Na hawana haja na nyasi. Wanataka kuingia kwa miwa. Bila mongoli yako umepanda, nyasi yako, mahindi, maharagwe, kila kitu kila ambacho umepanda. Alafu njaa ikuingie vizuri. Ndio sasa utafute Mungu. Wala sasa. Unajua kuna mambo mengine yanafanyika na watu hawajui kama hii kitu iko kwa Biblia. Kulikuwa njaa inatokea sehemu za huko Taveta huko. Na ng'ombe zikakuja, watu wakapewa ng'ombe. Hai jamani, mtuchungie. Nunueni, tunanunua hata tu shilingi 3,000. Walikuja tu wakapita kando wakaona zimenona. Waamka asubuhi kwani watu waliziona. Walijiza. Na wewe ulipewa ukafikiri kitu cha rahisi. Wanakuja hata shilingi 600. Hero lete karatasi 6. Natosha na hiyo. Nawaachia wewe. Wataenda wakae wajue kwamba saa hii imeshanona. Na kwa sababu yeye hajabadilisha ile namba yetu ya ukoo wetu. Wanakuja tu heroini yetu. Tulinunua 600 hata. Sia bana uza ng'ombe 600 rahisi namna hii. Hii ni edu. Hayo ndio ukileta ujanja wataenda wabalize kama miezi 3. Paka kusahau. Sasa watakuja na ile mambo yao. Mlale usingizi hata kufanya hakuna. Kuja kuamka asubuhi hakuna hata ng'ombe zidieta. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia ng'ombe, wakamlilia Bwana. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani, Bwana akamtuma nabii. Haleluya. Amen. Nataka niseme nini? Kama shida imeingia kwa watu, lazima waking'ang'ana na kumlilia Bwana, lazima Mungu atatuma mtumishi wake. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndio wana wa Israeli walipolia huko Misri, Biblia inasema kwamba wakamtuma Musa na Haruni aende kuwatoa. Na walipoenda pale, Biblia inasema kwamba nimesikia kilio chenu. Haleluya. Sasa kama shida yako ilisikika kwa Mungu, na tabu yako kama ni magonjwa ikasikika, kama ni madhabahu iliyokuwa imetesa wataita, ile kilio ilifanya nini? Ilisikika na ikafika. Ndio Mungu akapata gharama ya kumtuma mtumishi wa Mungu. Haleluya. Sasa wewe fungua masikio yako uelewe Mungu anahitaji nini katika maisha yako, kwa sababu Mungu tayari amemtuma mtumishi wake. Na hawezi kumtuma mtumishi wa Mungu, Mungu hawezi kutuma mtumishi wake kama hajajua shida hiyo itapona. Haleluya. Amen. Hapo nasema nini? Walipolia Mungu akatuma nabii. Kama wale walitumiwa nabii, hata wewe umetumiwa nabii. Amen. Haleluya. Amen. Kuliko ni wewe mwenyewe usikize Mungu anahitaji nini. Ile kitu kinatesa watu ni watu hawataki kuachana na Mungu. Mimi wanaelezaka watu, mimi nimepewa kifungo cha hizo miungu. Na mimi hata sikuwaga na shida na wewe. Kama unataka kukataa na miungu zako, kataa. Lakini wakati msako itaingia, hawatakuacha. Maana nimeshatabiri. Halo? Hello. Mbona kama mtafungua, mtaweka ego mweze kuelewa kitu gani Mungu anafanya.
Watu wamezoea kudanganyana. Wale usao nakuja kukuta madhabahu. Kwanza kitu cha kwanza wanaanza kuuliza. Tujitayarishe na nini? Mnafunjaga na pesa ngapi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kazi ya Mungu kama nabii ametumwa kwako, kazi yake ni kunena neno na wewe uliamini na Mungu atende kazi. Biblia inasema kwamba alituma neno na akalifuatia na likatenda kazi. Amen. Halichaandikwa pesa pale ati huyo mtu atoe pesa. Haleluya. Amen. Biblia inasema Yesu alikuja akachallenge watu. Na hapo hiyo kitu hiyo neno linasumbua watu sana. Utakapoifahamu kweli, kweli na nani? Inakuweka huru. Na ukiwekwa huru, hata kama ni pesa zilikwama hazitoki, umefanya kazi na hakuna pesa, Mungu atanena na huyo tajiri ama na huyo mfalme na atafungua benki. Haleluya. Amen. Kwa sababu ingine unafanya mambo mengine wanaona hilo mzesu kama kuna madawa sijui. Kuna ATM ilikuwa imekataa kufunguka. Haleluya. Na ikaletwa. Nikuja kaitupa. Roho Bwana akanenea kwamba hiyo imefunguka. Aba kweli ATM. Lakini sasa wewe ukuamini. Uliamini? Ama ukuamini? Mimi najua ukuamini. Bwana pesa. Lakini siliani ikafungua ikatoa pesa. Ndio naambia injili hatubahatishi. Hivyo wamepigana na nini? Waniambiwa kama umesahau sio nini, sio mpaka ufungue sio account nyingine, hiyo pesa sio hiyo kama imepotea. Hiyo ni mizimu. Hazitaki pesa itolewe. Zimefunga pesa. Mtu ni mgonjwa na pesa zimekwama. Kwanza ukiweka kwa system haionekani kwa system kwamba hiyo mtu hana pesa. Pesa ziko. Ya tukatume ATM hapa. Tukangoja kumwambia chukue. Ndio tufungue pesa. Bwana pesa. Ni imani. Haleluya. Amen. Imani. Lazima ukue na imani. Bila hapo nasema ni Israeli alipenda sana kwa sababu ya Midian nao kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midian. Bwana akamtuma nabii, hapo ndio tuko. Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli. Naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkwe kutoka Misri. Nikawatoa katika nyumba ya utumwa. Haleluya. Sasa hapo ndio kuna vita ya mtu wa Mungu na Mungu. Haleluya. Amen. Hapo ndio vita zetu ziko. Kwamba kama ulitolewa kwa pombe, ukatolewa kwa waganga, ukatolewa kwa mila, usiabudu miungu mingine, lakini hukutii sauti ya Mungu. Get together hiyo naipenda sana. Ati ni hukumu. Bwana akasema nini? Nami nikawaokoa kutoka katika mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea. Nami nikawafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa nchi yao. Haleluya. Kuna watu walibarikiwa na Mungu sana. Nasema kwamba nikawatoa mbele yenu, nikawapa mashamba yale yaliyokuwa yao, nikawapatia.
Haleluya. Ule umaskini uliokuwa nao ukatolewa, ukapewa utajiri na Mungu, lakini hukujali. Sio, unanielewa? Yaani watu wengi wametesekea hapo. Unaona hata watu wengi walio katika maofisi wanateseka. Saa nyingine mtu anaenda kuretire, faili inapotea. Kwa sababu yeye alipomjua Mungu, hata ile kazi alipopewa na Mungu, hakujua kama ni Mungu alimpatia. Alienda kutoa shukrani kwa Mungu za kwao. Sio, unanielewa hapo sasa? Nilikuwa na mzee mmoja, hata nafikiri bado yuko. Mungu amembariki. Kufika kwake akaona mfugo nyingi. Lakini ukiangalia sana, ukiweka kwa ukigugu, unaona hizi mfugo za padili. Na yeye ni mchanja. Lakini mzee wa kanisa. Akifika Disemba, yeye kwanza anaanza na ona kabisa. Napeleka bwana, tukikutana hivi sasa ndio tu. Waambie kanisa tarehe fulani tunakuja kushukuru. Bwana ametulinda kabisa ndugu. Haleluya. Lakini si hata nashukuru kwa Yesu. Ingawa hapa juu tutapigwa nyimbo za kusema Yesu, lakini ukiangalia kadi zimeandikwaje? Bado ndio kitu watu hawajaelewa. Imeandikwa Xmas. Xmas maana yake ni kama ulikuwa chifu, tunaitwa ex chief. Sasa ujue ukiandikwa mahali hapo, ujue Yesu hayuko. Hata nguvu zinaweza tokea. Maana ile madhabahu iko pale, si ati ni kamili sana. Ingawa nyimbo za Mungu zitaimba, lakini pale chini kuna miungu inayozungumza, ndio imechinjiwa hiyo Mungu. Bwana sasa. Na ndipo nataka niwaeleze watu waweze kuelewa. Na ndipo watu kama hao, nyimbo za worship haziwezi kuimbwa pale. Naimba nyimbo za matanga, za Sunday school, mchanganyiko. Unashangaa nini? Sijui mambo iko tu. Paka tukienda mahali unaambiwa wimbo fulani msiimbe. Tunaona hapa hakuna fati msiimbe hiyo nyimbo. Pastor yuko msiimbe hiyo nyimbo. Ibeni zingine. Kwanza wacha nimuandikie. Imba hii basi. Sasa ile hata watu waimbe wafanye nini chini kwa chini. Hakuna roho atakuja. Ile miungu ya watu isipige tu. Sasa si dunia wiko. Hapa nasema nini? Kisha niliwaambia mimi ndimi Bwana wenu, msiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi kati ya nchi yao, lakini hamkutii sauti yangu. Haleluya. Amen. Sasa Waamori ni wapi? Wewe ni mtu tuko kishamba sasa. Haleluya. Amen. Tuko kishamba ama tuko Beruga. Usiabudu miungu ya Beruga. Mimi ndimi Bwana. Usiabudu miungu ya Wajosa. Mimi ndio Bwana. Maana hapa Josa kuna miungu yake. Haleluya. Amen. Sasa hiyo ndio kimetutesa sisi watu wa Mungu. Tunaogopa kudharauliwa. Hata hivyo unaona watu wengine wakikuja hii kanisa mpaka ajifiche.
tunataka shida. Bwana sasa. Amen. Sasa kama unajificha kwenda kwa Mungu, kwani hapa ni kwanga? Unashindwa kushuhudia Mungu wako. Kama ninasema nini? Mungu alizungumza akasema msiche, yaani msiombe miungu mingine, miungu ya wakishamba, mwachane nayo. Miungu ya Wajosa, mwachane nayo. Miungu ya Wataveta, mwachane nayo. Ni mimi Bwana. Haleluya. Na ndipo unaona saa hii watu wanateseka sana kwa sababu natesekea nini? Mlijua kabisa huyu mzee babu yenu alikuwa mganga ama alikuwa mchawi, ndio alikuwa anasumbua watu. Mungu amemuondoa, tena ndio mnaenda kuomba kwa kaburi yake, mnamchinjia ati mmekuja kumjengea. Na tena mrudi mumuombee, hayo watu tumekuja kukujengea mama, utulinde. Sasa si hivyo tu. Wanafikiri utaenda mbali. Sasa hapa kuna sauti ambayo Mungu anazungumza, anasema hamkutii. Mungu anasema msitoke, mmetoka, nimewatoa, msirudi huko. Nanielewa sasa? Sikuwa watu wengine walikuwa wanasumbana na mimi. Sasa takaburi, kaburi na kuweka nini hiyo kazi gani? Sikuwa ndio wanasema tunasikia kabisa nini kujengea mzee na mama. Mliweka agreement ya kujengea mimi hapo siku. Wanataka crazy. Bwana sasa mimi ni mtu wa kupiga hesabu. Hiyo kaburi kama ni mahali pa mteremko inakula pesa nyingi sana. Simiti nini itakula 4,000 na. Bwana sasa 4,000 na hiyo 4,000 ni 10,000. Kiongeza kidogo si nimepata mix. Bwana sasa. Sasa kisha niliwaambia mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiiche miungu ya Waamori. Sisi hatuko Waamori, tuko kishaka. Haleluya. Kuna msiiche miungu ya Waamori, miungu ya Wataita. Napata maana wana miungu zao. Maana hiyo ndio walikuwa wanaabudu. Hiyo ndio walikuwa wanafuga nazo. Hiyo ndio walikuwa wanalima nazo. Hiyo ndio walikuwa wanalima nazo. Na ndipo nafundishaga mambo hapa mpaka ya mashamba ya mchanga. Muelewe. Wale watu walikuwa hawataki mambo hata ya hii fertilizer. Walikuwa wanataka ng'ombe zao. Na tena kama ni kupanda hawapandi na jembe. Kuna miti yao speciali mvua ikinyesha waende kupanda nayo kwanza. Ndio wanaelewa. Na tena ile mahindi ya kwanza haiweko na mkono na weko na mdomo. Nini sawa? Au umekuja na Bwana ukaso, haleluya, Bwana asifiwe, Bwana mema. Ukipanda mahindi haiendi mbele, ni hapo. Sasa, umekuja na dawa yako umepiga. Mzee hakuwa kutumia hizo dawa. Alikuwa na mafumba yake ya kondoo na majani yake kidogo akichukua. Afanye hivi. Mahindi wakati iko chini. Ikikuja juu tena. Ikianza kutoa watoto tena. Haya. Siku ile imekomaa. Badala apeleke kanisani, kwanza ile yetu ataanza afungue kwanza. Kikapuzi nje chemsho. Isichoma.
Haya, kama ni watoto waweko, kama hata kuna watoto majirani, haya, mnyoroshe miguu kabisa. Mkule hapo msitetemeke, malize. Ndio sasa hiyo shamba imefunguliwa. Na hata kama itapelekwa kanisani, kwanza yaanze ifunguliwe kwa boma. Ndio sasa haya, kama kuna dada pengine ameokoka, haya sasa ni mwana aka nakashaki mange kote kutene sasa. Peleke mchungaji wako. Lakini amefungua yeye. Unanielewa sasa? Sasa madhabahu haya ndio unasikia inatesa watu. Kama umeokoka lazima ung'ang'ane, uangalie hapa kulikuwa na nini. Lazima hii, kwa nini hii kama ni chakula? Niliwaambia siku moja hapa, tulipanda mahindi nini mihogo. Hata mwarobaini karibu. Kama mihogo inakataliwa, inashindwa nini paka mbwa. Inashindwa na hiyo mihogo. Nafikiri kitu rahisi. Kana sio sana. Hata mwombe. Hata yeye mwombe hata. Sasa mbaya ndio hata. Najua dawa yake. Achukua mchanga kaileta hapa. Karudisha. Basi. Sasa kama biskuti. Kikula mhogo kama biskuti. Sasa unaulizaka mlikufanya nini? Maombi tu. Wale utamwambia na wao ndio walikorogea anga. Wanajua sana. Sasa lazima hao watu uende nao sambamba. Na unapoenda nao sambamba, utaenda na wawe mwisho wake wataanza kukukataa. Unanielewa? Wakianza kukukataa, usianze kuwabembeleza. Bwana amewaondoa na wewe wamefanya nini? Wamekutenga. Bwana sasa. Hapo chini nasema hivi, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, hapana. Malaika wa Bwana akaenda kaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabezeri, mwanawe Gideoni. Alikuwa pepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Haleluya. Njaa imewaka. Hata kupepeta mahindi hivi uende kusaga mpaka upepete kwa shida. Yaani ufiche. Maana ukicheze naye kama chakula walikuja na ng'ombe wakakuja wakakulisha nini yenu, mashamba yenu, mkabaki hivyo hivyo. Zile zilibakia sasa mnajificha ili msije mkanyang'anya. Na unajua hao ni watu wa Mungu. Haleluya. Ni watu wanaoabudu Mungu. Ni watu wanaojua mambo ya Mungu vizuri. Ni watu wanaojua hata Mungu akizungumza, wanajua huyo ni Mungu amezungumza. Hata kama ni nabii wa Mungu ametabiri ukweli, atasema huyo ni nabii wa Mungu. Hata kama ni nabii wa Mungu atasema haya hapo, hapana. Wanaelewa channel ya mbinguni. Lakini angalia shida sasa walizo nazo. Njaa imeingia. Na hapa sasa pengine ndio ukombozi wao umefika. Haleluya. Maana pale walitumiwa nabii, sasa hapa wametumiwa malaika mwenyewe kutoka mbinguni. Anakuja kwa Gideon. Anamweleza sasa kwamba wewe ni shujaa, wewe mwokovu, wewe ni shujaa. Sasa hapa ndio kuna mvurutano. Kama mimi ni shujaa, kama mimi ni mwokovu, kwa nini shida niko nayo? Haleluya. Ninapanda chakula, hakuna. Kama ni kuoa, nimeoa, bibi hazai. Na unasema mimi ni shujaa. Haleluya. Kama ni biashara ninafanya, sipati faida, na bado unaniambia mimi ni shujaa. Haleluya. Malaika amekuja na jibu kamili
ya ile shida iliyokuwa pamoja na wao. Ingawa nabii alianza akatumwa, lakini yule nabii alipozungumza mambo yaliyofanyika, Mungu alikubali kufungua mbingu, akatuma malaika kutoka mbinguni. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, lazima wewe mwenyewe ukuwe imara na ukuwe mtu wa kusikiza vile Bwana anasema. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe shujaa. Bwana tayari malaika ameshuka. Anasema wewe mama, wewe ni shujaa. Lakini utaanza kulalamika. Kwa nini mimi sipati mimba na nimeolewa nimemaliza miaka 5? Kwa nini sipati mimba na nimemaliza miaka 3? Kwa nini mimba yangu inatoka? Lakini bado Bwana anasema nini? Wewe bado ni shujaa. Haleluya. Amen. Kwa sababu answer itapatikana. Yeye hapo nilisema nini? Kitu nikamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yupo pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo makuu ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri? Ila sasa ametupa naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Haleluya. Sasa lazima uende na neno la Mungu ambalo umelisikia, uende na uwezo wa Mungu. Hapa anaambiwa enenda na uwezo huu. Haleluya. Kwamba hakutaonekana njaa tena, hakutaonekana mateso tena, hakutaonekana kutoka mimba tena. Haleluya. Hakutaonekana kuteseka kwa ndoa yako. Oh, haleluya. Kwa hivyo pale aliambiwa aende na neno kutoka kwa kinywa cha malaika. Sasa watu wanaenda wanashindwa. Sasa hili neno peke yake bila kupewa kairisi tafanya nini? Leo siku moja nilikuwa nazungumza na watu. Naona mtu Rombelo huyu apewa tena shaka. Hii shanga itakusaidia nini? Hii shanga itakusaidia nini? Unaona kwa watu wanaenda huko kwa waganga. Anatabiriwa na anapewa kamba nyekundu. Kumbe kamba ile kamba nyekundu ni majini. Siku anaanza kukemea. Umejua nani? Na wewe ndio uko na usi ya wenyewe. Alafu unajua ukipewa ile shanga ukifa utazikwa na ile shanga. Kwani? Walisema Yesu ukilizikwa ile shanga itamaliza familia nzima. Sasa mpaka ikate itolewe. Wazikwe na. Ndio kitu. Wala sasa. Acha mimi niwaelezeke mambo kidogo. Muelewe. Hao walikuwa wadogo tu. Unajua nimehubiri kwa mashine estate. Kuna mganga mmoja alikuwa Tanzania. Alikuwa anaitwa nani? Yeye jina yake inatoka. Dawa yake ukienda ukileta. Ukienda ukifanya nayo kazi ukimaliza urudi. Unanipata? Usiporudisha ukiwa mjinga unaikaa unasema ufundisho huko ni mbali. Wewe mama, siku ile utakufa. Wamama wenzako hawatakuosha. Wakisanga litokeaga sana estate. Unanielewa? Wamama wakati wanaenda kuingia kukuosha wanakuta mwanamume. Kama sanga litokeaga huko sana. Hai unaleta kuna jina ya hiyo. Ya hiyo mga. Hai kama ni hiyo. Hai na kurudisha dawa ya wenyewe.
Ulijileta mwenyewe. Ulijipeleka mwenyewe. Yaani watu wamepata mateso, wengine wananyamazaga kimya kimya. Na ndipo unaona injili kama hii hawaitaki. Wanataka pale anaenda wanatabiri, wanaambia umerogwa na anti yako, umerogwa sina nani, hapo anafurahia. Sasa nitoe ngapi ndio univunjie? Tukimpatia ng'ombe haina shida. Na ng'ombe natolewa. Mzee mmoja alikia hasara. Kaja kaangalia. Yule jamaa kaona yule mama. Lakini mimi nitaweza. Alifanya mambo yake hivyo, kwanza kapiga simu kwanza. Wapi? Njoo nichukue ng'ombe kwanza ndio nianze kazi. Sasa. Na alijua akianza kazi mapema, akigusa ile mazagazaga, akibomoa ile mama nakata roho. Maana yake alishikanisha na hiyo mzimu. Aliwacha kabisa. Umefika kwa baba ndio aanze sasa. Aligonga hapo kidogo tu mama. Haile kama wacha tu mama apumzike. Wale wenye boma wanajua nini. Mzee akachukua mkoba yake. Walikuja kukutuka kwamba mzee mama alienda kitambo. Ng'ombe mbili, si ati moja. Ng'ombe mbili, tena za maziwa. Ile ni kwa ya Blood International. Tunarudia tena hapo. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako ukawaokoe Israeli na mkono wa Mamidiani. Je, si mimi ninayekutuma? Haleluya. Sasa lazima wewe mwenyewe ukuwe na imani. Na ukishakuwa na imani, tena ukuwe mtu wa kuomba. Mungu anaweka tiki ya yale maneno unayotamka kutoka kwa kinywa chako. Haleluya. Unanipata? Lakini usipate unaambia nimetabiriwa nitapata nyumba. Wewe ndio ulale tu. Atufanyaje? Kama Mungu amenena, amesema nenda ukawaokoe watoto wako. Sasa hapa hakuna. Bwana akamtazama kana, nenda kwa uwezo huu kaokoe Israeli na mkono wa Mamidiani. Wewe waokoe watoto wako. Mali kama ni wako kwa Mungu, nenda na uwezo huo kaokoe watoto. Akamwambia Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, tutawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Amen. Haleluya. Amen. Kitu kubwa ni kuamini. Haijalishi nyumba yenu ilikuwa ni mwisho, haina kitu. Mmoja alikuwa anazungumza, kamwambia mimi nilisumbuana na Mungu sana, hata kurudi hapa Taita singeurudi, kwa sababu Wataita wangu walinitesa. Hata juzi walikuwa nacheka, mwambia hai tumisho Mungu mania. Najua mlinitesa, lakini nimerudi niwaokoe. Bwana sasa. Ile kitu walikuwa nataka nataka uweze kuelewa, huwezi kuteseka kama huna kitu kikubwa ndani ya maisha yako. Haleluya. Hata unaonaga saa nyingine machizi kwa barabara, msipinde wale ni machizi. Bila mtu akifanyia ukombozi kabisa ni mtu mzuri sana. Tunarudi nyuma.
Kuna kijana hapa hata alikuwa akiingia hapa kanisani kwa kila mtu. Naambia kawa mwacheni tu hata kumaliza dakika 5 atakuwa amepata uponyaji. Alikuwa angia anajukunia, anajukojolea. Lakini Mungu akaniambia huyu ndio nilikutuma kwa ajili yao. Nilikurudisha kwa ajili yao. Alikuwa na sasa anafanya kazi yake ya kukata nyasi. Ama mnataka Mungu gani? Bado watu wa Josangu na wauliza, mnataka Mungu gani? Mtu alikuwa kiketi na mnemba hapo inapita na mkojo. Na sasa amepona, amekuwa ofisa mkubwa. Mnataka Mungu gani? Haleluya. Kuna mwingine alikuwa anatoka huko juu. Kumbe uko wetu. Kumbe hapo ndio tumeoa. Jana kwa meoa. Kuja kama na nywele kubwa anapeleka kwa kinyozi, anampatia sabuni, ndio uoge. Sasa hapo. Siku moja walikuwa wanapeleka kama siku wakati tulikuwa tunapeleka chakula kubwa, mtu akikunywa chai. Takula nini? Ampatia hata nini? Sasa ndio ulete nini? Sikonzi wende ukulie. Mungu akamjalia na akapona. Amen. Amen. Sasa hapa kukawa na mashindano. Na wewe utakuwa na mashindano. Je, naweza kuona miujiza hii? Na kama kwetu hakujawahi kupatikana hata muujiza kama huu. Nataka ukule wa kwanza kutendewa muujiza katika familia yetu. Amen. Haleluya. Mpendwa, lazima ukubaliane na neno la Mungu. Hapa anauliza mambo mengi sana. Katika ukoo wetu hakuna yoyote. Katika familia yetu hakuna chochote. Na sasa mimi nitafanyaje? Lakini Bwana anamwambia nini? Kama nilituma nabii kwenu, na kama nimetuma tena malaika amekuja kwako na akakwambia na akakuhakikishia, lichukue neno kwamba wewe ndio utakuwa wa kwanza kupata muujiza wao. Amen. Lakini pakufuate masharti. Haleluya. Amen. Twende hapo mbele. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe na utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Nitakuwa pamoja na wewe, utapiga shida katika jina la Yesu, utapiga umaskini katika jina la Yesu, utapiga madeni katika jina la Yesu, na utakuwa na kibali kikuu kwa ajili ya Mungu. Hapo chini nasema, naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa wewe unayesema nani. Tafadhali usiondoke. Haleluya. Amen. Nasikia sasa Mungu ananena na mimi, ananena na wewe, ananena na mtu. Kwamba anamwambia sasa yule jamaa anazungumza na Mungu, anazungumza na malaika, anazungumza naye, anamwambia sasa, malaika, tunajua kabisa wewe ni wewe, lakini sitaki uondoke. Kama mwanadamu atasimamisha malaika wazungumze naye, ni muujiza gani ambayo Mungu hawezi kufanya? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nataka ujue kwamba saa hiyo malaika amekupatia kibali, anazungumza na mwanadamu kama wewe. Kwa hivyo anasema nini? Bwana akamtazama akasema, enenda kwa no. Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama jamaa wachapo. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe na utawapiga wami. Shida zote zitaisha. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndio wewe unayesema nami. Nataka nijue wewe unayesema nami kweli ni Mungu? Kweli ni malaika wa Mungu umetuma kutoka juu? Akaambiwaje? Tafadhali usiondoke hapa hata nikuje nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele zako. Akasema, nitangoja utakaporudi. Haleluya. Amen.
Bwana anazungumza na mwanadamu. Malaika wa Bwana anamwambia kama nimepata kibali. Mwanadamu ananyenyekea anasema kama nimepata kibali. Kama wewe ndio Mungu, acha nitafute sadaka yangu tena. Wacha nitafute zawadi. Nijue kabisa ni wewe. Malaika wa Bwana anamwambiaje? Nenda, sitaondoka. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana anasema hataondoka leo kwa mkutano huu kama bado hajabariki mtu. Amina. Haleluya. Amen. Mwanadamu anapata kibali mbele za Bwana. Na malaika anangoja. Anangoja tu. Unaona nini kilifanyika? Kama mwanadamu amepata kibali, tafadhali usiondoke hapa. Nikuje nitoe zawadi yangu na kuiweka mbele zako. Akasema nitangoja hata utakaporudi. Huyo malaika amejibu. Basi Gideoni akaingia ndani, akaandaa mwanambuzi na mkate isiyotiwa chachu na efa na unga, akaitia na nyama katika kikapu, akautia mchuzi katika nyungu, akamletea hapo nje chini ya mwaloni, akampa. Naye malaika wa Mungu akamwambia, itwae nyama na mkate isiyotiwa chachu, uiweke juu ya mwamba. Haleluya. Amen. Ukamwage huo mchuzi. Akafanya hivyo vile aliagizwa maagizo. Ndipo malaika wa Bwana akanyosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa mkononi mwake, akaigusa ile nyama na ile mikate, moto ukatoka mwambani, kaiteketeza ile nyama na mikate. Malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho yake. Haleluya. Kwa hivyo Bwana akatengeneza muujiza pale. Na hapa Gideoni analia kwamba nitakufa kwa sababu nimemwona Bwana. Haleluya. Unajua unaweza ukabarikiwa mpaka ukaona hii, mpaka watu wakaanza kusema hawa ni mademoloji. Mademoloji bado wanabarikiwa pekee. Ndipo Gideoni akaona kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu ya Bwana Mungu, kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutakufa. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu. Hapo akaliita jina lake Jehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Wamerezi. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali iliyo nayo baba yako, ukaikatikati ya Shera ile iliyo karibu nayo. Bwana asifiwe. Amen. Ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtoe yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa ya kuni za Ashera, ile Ashera uliyoikata. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa ndio kuna shida. Hapa Gideoni anateswa na magonjwa, anateswa na umaskini, anateswa na shida. Lakini shida iko wapi? Huyu babake alikuwa ndani ya kanisa lake, alikuwa ndio mwenyewe, alikuwa anatoa madhabahu, alikuwa dhabihu, yeye ndio alikuwa anafanya kila kazi ya Mungu. Lakini Gideon, shida ilipokuja ndio akaanza kutafuta. Haleluya. Hata kama alitokiwa na Mungu, hata kama alitokiwa na malaika, yeye mwenyewe alitafuta. Ndio Mungu akamwambia, kuna madhabahu ya baba yako hapa, ndio inakutesa. Na hii madhabahu ya babako ukifuata sana, unasikia kama ni saa hizi za Kitaita, hizi madhabahu za babako zilitoka kwa babu yako. Sasa madhabahu haya mpaka utoleo katika system yao ndio upate amani.
Kwa sababu kuna machinjo mwezi wa 4 na mwezi wa 8. Hata hivyo watu wamefanya nini? Grupu zao kwa WhatsApp. Haina shida. Lakini shida ni si wewe. Shida ni wewe. Utakuwa ukilipa deni sio yako. Haleluya. Na ndipo tunaona kama kuna madhabahu imeshika. Siku moja alikuwa anafundisha hapa. Msichana wako ataolewa, lakini hawezi kupata mali. Maana babu yako alikuwa mwizi. Aliiba ng'ombe za watu. Aliiba wasichana wa watu, akakuja kuuza na akakula mali. Sasa ukiolewa kuna chochote utapata. Paka uvunje yale madhabahu, uweke system yako wewe mwenyewe. Lakini kama utakuwa madhabahu ya Red Mwana, kama ni Wakikuyu, madhabahu ya Red Chukuru, paka ujitoe pale. Kama ni ukoo au Wakamba, Red Mwangangi, paka utoka kwa Red Mwangangi, weke madhabahu yako wewe mwenyewe. Unanipata sasa? Paka. Sasa tunaona huyu anatoka wapi? Anatoka katika madhabahu ya babake. Ndio akajenga madhabahu yake. Asitegemee madhabahu ya babake. Unajuaje hiyo madhabahu ilikuwa na nini? Na wakati unapoona Mungu amenisaidia na kufaulu, ni kwamba nilitoka madhabahu ya Red Mwana nikajenga yangu. Walipiga vita, walipiga nduru, lakini nimemwona Mungu. Haleluya. Amen. Lakini ukikataa kutoka, hata sikulazimishi, mimi silazimishaje mtu. Mimi si wala haraka na kupigia tu na kuwekelea mkono, baba, tayari utabarikiwa, utapaka na unajua kufanya maombi sasa. Angalia namba hizo kazi fanya. Na hapo ndio watu wametesekea. Nitakubariki na bado madhabahu za babako bado zinataka ng'ombe. Nitakutabiria kwamba umebarikiwa, lakini bado madhabahu za babako zinataka damu. Sasa nitakutabiria, lakini madhabahu ya babako bado zinataka, kama ni mwanamke, mimba ikifika miezi 6 inatoka. Maana kuna madhabahu inataka damu. Haleluya. Sasa lazima tuelewane. Ujue neno. Ukishalielewa, hakuna siku unaweza ukaenda ukateseka. Kuna kitu kwa nataka tuzungumze kidogo hapo ndio tumalize. Alipoyakuja yale madhabahu, alipojenga madhabahu sasa ya Mungu, wale wazee walipokuja wakakuta yale madhabahu zao zimeanguka, na wamekuta madhabahu ya Mungu imejengwa. Haleluya. Nataka nizungumze na mtu ambaye anayevunja madhabahu lakini hataki kujenga madhabahu ya Mungu. Madhabahu yale yalipoangushwa, wale wazee walikuja wakaomba maombi yao ili yale madhabahu ya Baali na Ashera itete na Gideon. Lakini ikakuta Gideon yako na madhabahu ya Mungu. Haleluya. Hapo tuendelea kwenda kusomea. Sasa kama unavuta madhabahu, lazima uwe na madhabahu ya Mungu yanayokutetea. Kama unavuta madhabahu, lazima ukuwe na nabii ambaye anayejulikana na Mungu. Haleluya.
aliye na sauti ya Mungu, ambaye ni nabii wa Mungu, ambaye ako na madhabahu ya Mungu, Mungu anayekubali kushuka pale na kufanya kazi. Ndio naonaga mimi wanaelezaga kila siku. Maana watu wengi wamezoea kuambiwa maombi zile za nyumbani, za ndani ya nyumba. Na si kwamba ati hiyo huduma imeanzia hapo. Huyo mama amepigana na Bwana akatoroka, akaenda, akabaki sasa hivi nabii hapo ndani ya nyumba. Unafikiri ukitabiriwa hata hiyo kwa hiyo nyumba, unafikiri utapata nini? Kwanza ukishaombewa, wewe naye utakuwa mansolo kama yeye. Sasa mtu anaulizaga wao, wanakuta mtu chati kama hii ni ya blue ama unaitwaje? Papo. Imezeeka hata hawezi kujua kama ilikuwa ni papo. Ilivunjika mwa miguu, ikafungwa na nini na hemu ile ya maua ya kamisi ya wamama. Ketu na keti kiki. Na ndio naambiwa hapo ndio unangojea Bwana utapata baraka. Hata sasa. Ndio na hayo. Mwende. Na kupewa punishment. Ukuja na maji lita 5. Na chumvi pakiti 2. Kila mahali ukienda unaleta. Na kingine ukifika nyumbani uoge nayo. Lakini alikuja hapo mimi nakuja leo dada. Hadi unatoka ngozi. Nenda kwa nabii mwingine. Nenda kuna antia bana hata nikatoa chumvi. Na kisha 3 senta ndio unatoka bosi na mne kama buketi. Basi ndio mchiki. Tafuta neno, vunja madhabahu. Wache sarakasi. Kivunja madhabahu, mimi wanaeleza kitu moja. Si kwamba wachawi wako. Wanasema tena sana. Lakini dawa ya mchawi lazima ujue neno la Mungu. Haleluya. Amen. Nakumbuka siku ile tuliendaga huko. Nilifika tu kama vile yule alikuwa karibu ananinukia. Mimi nikiwa na mchawi karibu ninanukia huyu mchawi. Nilitaka mahali na chomba kawaambia ana pale nilikuwa nimesimama hivi huyu mwenye nini ya blue ni wale. Ile kaunda ya blue tu yule. Na yeye alishtuka, maana aliniangalia hivi. Kaona marudi nyuma. Ile roho yake ilimwambia hapa ni hatari. Sasa wewe kitu cha muhimu, ingiza neno la Mungu kwa moyo, kaa na imani, simama, vunja madhabahu. Mungu akuweke imani, uwe mtu wa imani, usio mtu wa kushindana. Utatembea na Mungu. Bwana anasema kwamba alitembea na Gideon. Kwa hivyo Gideon alikuwa mwanadamu. Kama Gideon alitumiwa malaika, hata wewe utatembea na malaika. Amen. Anasikia sana. Amen. Atakuwa akikupigania kwa maadui yote. Na Bwana atubariki. Amen. Tusimame.